Tunapoendelea katika mafundisho yetu, tunaongea kuhusu self control ama self discipline, kiasi, self discipline. Timotheo wa kwanza 4, fungua Biblia yako katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 6. Wiki uliopita nilizungumza kuhusu watu ambao wanaweza wakajizuilia. Mtu ambaye katika maisha yake ako na self control, na mtu wa kwanza nilisema ni mtu ambaye anaweza kucontrol mood zake. He watches his or her words, maneno ya kinywa chake huwa anashughulikia. Namba 3 nikasema huyu mtu akipanga schedule yake ana stick to that schedule. He always sticks to exactly schedule what he has planned, atafanya hivyo hivyo. And that I says it is in Ephesians 5:15 to 16. Number 4, I said this person manages his finances or his money. Proverbs 21:20. Number 5, I said a person who is self-controlled anashughulikia mwili wake, anashughulikia afya yake. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 4. Huyo ni mtu mwenye anaweza, tuone tabia fulani katika mtu mwenye anaweza kuwa na roho ya kiasi ama yuko na kiasi katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Self control ama self discipline, tangu mwanzo nilianza nikasema ya kwamba this is one of the things ambayo inahitajika katika every steward, every Christian. You must have this spirit of self control. You have to control yourself. You have to adore this spirit of being self control. Roho ya kuwa na kiasi. Kiasi kinamaanisha kwamba unaweza kuwa na, unahitaji vitu vingi, unahitaji mambo mengi, lakini kuna mipaka, kuna vitu ambavyo unasema hivi vinanitosha, na haiwezi kuja tu vile ambavyo vinaweza kuja, but unahitaji kujifundisha ama unahitaji kujidiscipline mwenyewe so that you can be self. Wewe ndani mwako unaweza kuwa na kiasi, mipaka ya vitu ambavyo unafanya, mipaka ya Mkristo. Kila kitu katika ulimwengu ni kizuri, lakini hautuhitaji vitu vyote, maana vingine viko sawa lakini zingine ziko na madhara. Kwa hivyo unahitaji roho ya kupima na kuelewa, hii ni ya faida kwangu na hii si ya faida kwangu katika Ukristo ama katika ufalme huu. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo anaandikiwa na Paulo, kitabu cha Timotheo 4 mstari wa 6. Ziko vitu ambavyo Paulo anamwandikia Timotheo, na Timotheo kulingana na mazungumzo ambayo Paulo anamwandikia, anaonekana kwamba yeye bado ni kijana, yani hajakuwa mzee. Na kila wakati vijana wetu tunakumbushwa kuhusu kujizuilia kwa vitu fulani. Tunafundishwa kuhusu kuweka gauge ama kupima vitu fulani kwanza. Na ndipo Paulo akawa na nguvu ya kumweza kumwandikia Timotheo. Kitabu cha Yohana, maandiko inaongea kuhusu Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini ya kwamba mkikaa chini yangu. Neno kukaa chini yangu inamaanisha you are under my authority, you are under my teachings, you are a babe in the spirit, niko juu yako. So mtu anapokuambia ukikaa chini yangu, inamaanisha kwamba ukikaa kutaka kusikia kile ambacho ninasema, kumaanisha you must be somewhere. So Paulo anamwandikia Timotheo kwa sababu Timotheo is like a son to Paul katika wokovu, maana ndiye aliyemzaa Timotheo, alimhubiria Timotheo na akamzaa katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo Paulo anamzungumzia
Timotheo kuhusu maisha yake ama kuhusu jinsi atakavyonena katika huduma. Anasema katika mstari wa 6, wakumbushe ndugu mambo haya. So kuna vitu vya kukumbusha, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliofuata. So kuna vitu ambavyo Timotheo anaamrishwa na Paulo jinsi ambavyo atakapozungumzia mandugu zake. Kuna maelekezo fulani, kuna mafundisho fulani ambayo Timotheo anastahili kufundisha. Mstari wa 7 anasema kwamba bali hadithi za kizee zisizokuwa na dini uzikatae. Tulisema self control inamaanisha kwamba kuna vitu utakubali na kuna vitu utakataa. Kwa hivyo Timotheo anaambiwa mazungumzo ya kizee, mazungumzo ambayo hayana maana, yasiyo ya kiungu, yasiyo ya dini, yasiyo faidi mtu yeyote, yasiyo faidi ufalme wa Mungu. Timotheo anaambiwa na hizo uzikatae. So when we talk about self control, we are talking about refusing some other things. Unakataa vitu zingine ambazo zinaweza zikakufaidi, lakini unazikataa, unazitupilia mbali. Because gari inapowekwa lile kitu ambacho kinaitwa speed control, inamaanisha hiyo gari katika ile dashboard yake imeandikwa 280 km/h maximum speed, lakini ile gauge ambayo inashikilia ikifika 80 ama 100 for personal vehicles inakamata na inashika na inasema kwamba hautapita hapo. Kwa nini hautapita hapo? Kwa sababu ukienda zaidi ya 100 unahatarisha maisha yako. Kuna hatari mahali fulani. Though you might go up to 280 km/h, lakini kuna full stop. Kuna mahali unastahili kuweka break kidogo because italeta shida. So Timotheo anaambiwa vitu ambavyo kwa mfano kama maneno ya kizee ambazo hazina maana unastahili kukataa, hata kama pengine zinaweza kuwa ni za kizuri, ni vitu ambavyo ni sawa katika maisha yako, lakini naambiwa ukatae, kwa sababu kitu cha kwanza kitapoteza muda, haina faida. Say amen. Amen. Kwa hivyo self control inamaanisha unaweka kipimo, unazuilia vitu vingine. Unasema hii itapita na haitapita. Nitazungumza hii na sitazungumza hii. Nitakitenda hiki na sitatenda kile. Mkristo asiyekuwa na roho ya kiasi itakuwa ni vigumu kumwelekeza, maana atafanya chochote kila ambacho amewaza katika maisha yake. Akiwaza kutenda hiki, hata kitenda. Bwana Yesu asifiwe. Now, mstari wa 8, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa vaa kidogo, lakini ufaa kwa mambo yote. Yani unayo ahadi za uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Kipengele kingine kinaingia katika mtu mwenye ako na kiasi, ni kitu ambacho kinaitwa lakini. That is something you can do. Unaweza ukavaa kama ulimwengu, unaweza ukaongea kama wa ulimwengu, unaweza ukafanya vitu fulani kama jinsi ambavyo wanafanya, lakini katika ufalme wa Mungu tuko na kujizuia, tuko na roho ya kujizuia, roho ya kiasi. Bila roho ya kiasi itakuletea kitu ambacho kinaitwa kujitakia. Unataka kila kitu. Ukipata hichi ni changu, ukiona hichi ni changu, ninakitaka hiki, ninakihitaji hichi. Bila roho ya kiasi hakuna fence, hakuna kitu kitakuzuia. You will leave everything na mwishowe zitakuharibu. So Mkristo anastahili kuwa na hichi kitu ambacho ya kusema lakini naweza kuingia mahali popote, lakini ninaweza kukitenda hichi, naweza kutukana, maana matusi pengine yanaweza yakatoka, lakini naweza kunyosha mkono wangu na nikafanya 1 2 3, lakini naweza nikachukua hongo, lakini naweza nikachukua mali ya ufadhili, mali mbaya, lakini praise God. Nambari ya 11, nambari 9, ni neno la kuaminiwa, tena la stahili
kubalika kabisa. 10, kwa maana twajitabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamwamini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa kwa waaminio. Kwa nini tukuwe na roho ya kiasi? Kwa sababu tunamwamini Mungu. Tunda la Roho, kitu ambacho kinafanya kazi, kwa sababu Mungu ni roho. And because of this, tunastahili tunda la Roho. Mojawapo ni kiasi. Ni kiasi. Tunafanya vitu vyote, tuko na uhuru ya kufanya vitu vyote, tuko na uhuru ya kutenda kila ambacho tunastahili kukitenda, lakini tunastahili kuweka kiasi. Kwa nini? Kwa sababu tunamwamini Mungu. There is somebody who is above us. Kuna mtu ambaye anataka hichi kitendeke na hichi kisitendeke. Basi tunastahili kuwa na roho ya kiasi. 12, mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Praise God. Say amen. Amen. Basi Timotheo anaambiwa mtu yeyote asiudharau ujana wako. So ni kama anazungumza na wale wandugu wale wengine wenye wako kando, wale ambao wako katika Ukristo. Yaani Timotheo anainuliwa juu. Anaambiwa sasa, nimekupatia promotion. Ndio wewe ni kijana, lakini sikia nikwambie, nobody, hakuna mtu yeyote ambaye anastahili kudharau ujana wako. Hakuna mtu yeyote ambaye anastahili kudharau Kristo wako. Hakuna mtu yeyote ambaye anastahili kudharau uzee wako. Hakuna mtu yeyote ambaye anastahili kukudharau ama kukuchukulia vibaya. But kuna kitu anaambiwa nyingine. Anaambiwa bali uwe kielelezo kwao waaminio. Neno kielelezo ni neno la mwongozo, ni neno la kuongoza wengine. Wakiangalia wanatamani kufanya jinsi ambavyo unafanya. Kielelezo. Mchungaji anaongoza kondoo, kwa hivyo kondoo wanamwangalia mchungaji wao. So mchungaji anakuwa kielelezo kwa ajili ya kondoo. Wanamfuata mchungaji mahala popote ambapo anaenda. Mkristo, wewe ni kielelezo. Wewe ni mtu ambaye watu wanaangalia. Wakisikia umeokoka, wanataka kufuata nyayo zako. Wanataka kukanyanga mahali ambapo unakanyaga. Bali ukuwe kielelezo. Be an example. Many Christians, we are not examples. And if we are examples, we are notorious ones because we are leading people somewhere else. Lakini Timotheo anaambiwa kuwa kielelezo. Be a good example. Be a good example. Watu ambao wanaweza wakasimama na kusema, I want somebody to be my mentor. Nataka nikae kama fulani. Mama, nataka nikae kama mama fulani mwenye anakaa kwa ploti. Nataka nikae kama mzee fulani. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kina control. Kuna kitu kina kuongoza. Kielelezo. Kuwa kielelezo. Anaambiwa kuwe kielelezo. Nambari la kwanza, katika usemi. Katika usemi. Usemi inajumuisha ama tukiongea kuhusu usemi, tunaongea kuhusu kinywa chako. What do you say? What do you speak? How do you communicate? Katika usemi wako. Maana katika maneno ya vinywa vyetu ndipo kuna shida ama kuna baraka ama kuna laana. Nilikuambia kwamba katika vinywa vyetu unaweza ukabariki na unaweza ukalaani. So watu wanataka kusikia kuwa kielelezo jinsi ambavyo unazungumza. Mtu akisikia jinsi ambavyo unazungumza, kuna mtu anadhamani kutaka kukaa karibu na wewe. Maana huyu mtu maneno yake imekolea chumvi. Yaani ni maneno ya baraka, maneno ya kuinua watu, maneno ya kubariki watu, maneno yasiyokuwa na lawama. Huyu ni mtu mwenye amejizuia katika maneno ya vinywa vyake. So Timotheo anaambiwa kuwa kielelezo katika usemi. Je, wakati unazungumza, je, ungependa watu wafuate kila ambacho unasema? Je, wakati unazungumza, ungependa watu wakae wakisema nataka nikae kama fulani kwa sababu huyu mtu anazungumza vizuri?
Unastahili kuwa na watu ambao wanataka kukaa kama jinsi ambavyo wewe unakaa. Ukizungumza maneno yako ni maneno ya kuinua watu. Ukizungumza maneno yako ni maneno ya kujenga watu. Mtu akikuja karibu na wewe ambaye alikuwa amevunjika moyo kupitia maneno yako ya imani, huyu mtu anainuliwa. Praise God. Haya maneno yanapatikana kwa mtu mwenye anaweza akazuilia maneno ya kinywa chake. You don't just speak. Unaongea sawa sawa, auongei maneno mengi. Wewe si mtu ya kuropokwa, you just speak chochote ambacho kimekuja katika kinywa chako unaongea. You just comment everything yenye imetendeka, hata ujui kama umecomment vibaya ama kizuri. So Timotheo anaambiwa kuwa kielelezo kwa number 1 kwa usemi. Kama kuna kitu ambacho kimeumiza watu katika ulimwengu, especially wa Kristo, ni wakati wanaongea. Mtu anaweza ongea mpaka usikie hata ufunge masikio yako. Kwa sababu ile maneno inatoka ni maneno mabaya, maneno ya uharibifu, maneno ya kuvunja, maneno ya kuzuilia watu, maneno ya uharibifu. Say amen. Maneno yako yanastahili kukolea chumvi, maneno mazuri. Kama maneno ile ya kijana wakati anapotafuta msichana kutaka kuoa. Anatafuta maneno mzuri. Haendi kusema kwamba nataka nikuoe. Haya twende. No, analete maneno mzuri, anapanga maneno. Mpaka yule msichana hata kama alikuwa anakataa, hata kama alikuwa na mwingine mwenye hako sawa, alikuwa amewaza kuhusu mwingine, kwa sababu ya maneno matamu ya kupewa, basi anaanza kuadjust na anaanza kubadilisha mawazo yake, na ndipo anaingia mara moja. Anabadilisha kila ambacho alikuwa amewaza. Maana maneno yanaweza yakalete mtu karibu ama yanaweza yakatoa watu mbali. Wewe ni Mkristo, especially Wakristo wa winners, mnastahili kuwa na maneno mazuri ya kubariki watu. Number 2, anaambiwa katika usemi na katika mwenendo. Mwenendo ni kumaanisha kwamba katika ulimwengu huu tunatembea, tunaenda mahali popote. Where do you always go? Kuwa kielelezo kwa mahali ambapo unapatikana. Where are you found? In 24 hours unapatikana wapi? Kuwa kielelezo ni kumaanisha ya kwamba unakuwa kielelezo kizuri, unakuwa mtu wa kuelekeza watu. Yaani uelekezi watu kwa mahali mabaya. Usikuwa mtu kazi yako tu ni kwenda kuingia tu kuzunguka kila mahali. Maana shetani anazunguka huko na kule. So Wakristo hawastahili kuzunguka kule na kule, wanastahili kuwa na mpangilio. I said somebody mwenye hako na self control is somebody who is scheduled his life. Ukiamuka asubuhi si kwa sababu unaamuka kwa sababu siku imekuja. Tuliambiwa na wadadi ya kwamba unapanga siku, unaongelesha siku, you speak to the day. Unasema kwamba siku ya leo nitaenda soko and full stop. Nitaenda kazini full stop. Si ati ukitoka Nyagacho ukienda kazini town unafika saa 4 kwa sababu unaingia hapa, mara unatoka hapa, unaingia hapa, mara unatoka hapa, unaingia hapa. No. Kuwa kielelezo. Where do you sit? Where do you stand? Tumefundishwa katika kanisa hii kukuwa kielelezo kizuri. Bwana asifiwe. You stick to your schedule. Hapana kuwa mtu mwenye haueleweki. Wakikutafuta wanakukosa. Wacha wakupate kazini, wakupate kwako, wakupate kanisani, ama wakupate benki, wakupate wapi? Wakupate mahali ambapo inaeleweka. Wasikupate wazee, wanakupata ni wewe huko kwa pool. Wewe kazi yako ni kusukuma vidoli. Kuwa kielelezo. Wamama, kuwa kielelezo. Mzee akikutuma kwenda sokoni, enda sokoni, nunua mboga, lete kwa nyumba. Mama semeni amen. Kama ni kuenda supermarket, enda supermarket. Sasa nataka nipitie hapa. Kuwa kielelezo. People want to emulate you. Yeah,
Katika dunia hii kuna mtu anaweza kukaa na kusema kwamba nataka nikuwe kama fulani. Maana hapo straightforward tunamuelewa. Either upate kazini, upate church, upate kwake, upate ameenda kama ameenda kutembelea mtu fulani. Ametembelea kwa sababu kuna kitu ameenda specifically for that. Si kwa sababu ameenda tu kwa sababu ana pass time. No. Ameenda kwa sababu kuna kitu ambacho anaenda kuchukua. Ndio unapatikana katika shida nyingi sana kwa sababu you are planless. You don't have control. Unapatikana hapa. Kukisikia kuna shida, wewe ndio ulikuwa hapo ndani. Katika mwenendo. Anamwambia kwa kielelezo katika mwenendo. I think we should emulate our dad. Personally, I emulate him. Personally. Yeah, personally. Hautapata mimi nikizunguka tu kwa sababu nina pass time, hapana. Because he is my mentor. I follow exactly. Kama ni job, unakaa kwa job. Nataka kwenda kuona mtu fulani, nione vile anaendelea. Hiyo si kazi yako kwenda kuona watu vile wanaendelea. Kazi yako ni kukaa kwa kazi yako na kufanya vitu vyako. Praise God. Unless unaenda kwa sababu ya specific thing. Hiyo ni kazi ya wachungaji kwenda kuangalia watu kama wanaendelea na kazi yao vizuri. Hiyo si kazi yako mshirika. Kazi yako mshirika ni kufanya kazi na kuendelea. Ngojea mpaka vikundi ama wakati imepangwa ndio muone yeye. Be at the right time, at the right day. Kwa wakati sawa. Kama huko hapa, ueleweke huko hapa. Kwa mwenendo. That is why kabla Timotheo hajaenda sana, anapatiwa maonyo katika mwenendo na katika usemi. Katika usemi, be self control. Jipime, jiweke ratili. Jipime. Praise God. Praise God. My time is up. How? Okay. How to develop self-discipline? Mtu anaweza kuuliza kwamba how do I develop this self-discipline? Self-control. Ninaweza kupataje? Nimeandika vitu kadhaa na ningependa nikupatie. Now, number A. Andika number 1. How do I develop this self-discipline? Nawezaje kutengeneza, because we are here teaching you how to get these things. We are not just blaming you, but we want you to learn on how to be self-disciplined, because kuna mtu amejaribu kujizuia kuongea, inakuwa ni vigumu. Kila wakati ukiongea tunakuta tu umekwaza watu. Ukiongea tu maneno yako tu na mtu anasikia hata kutoka hapo na kwenda. Na mtu anauliza nitapataje hii maneno? How do I self-discipline myself? So niko na vitu kadhaa. Baadhi ya vitu vingine vingi, kuna vitu vingi how to get this self-control. Number 1, unaweza kujifundisha. For example, you can start by practicing by setting a goal. For instance, number A, schedule a particular task. Utaandika kwa Kiingereza. Yani, schedule a particular task. Unaweza kuweka a certain goal. Unaweza kuandika kitu unataka kufanya kitu fulani. Maybe, for instance, you can decide and say I want to be praying on Tuesday. You can decide and say I want to be fasting on Tuesday. So you write it down. And when you write it down, you write on a paper, because when it is visual, wakati kitu kinaonekana, wakati kitu unaiona, that is why one day tukaambiwa na dad ya kwamba this memory verses, it becomes so effective wakati umeandika na kuweka kwa ukuta. Because each and every time when you are walking around, you can see it. You can see what is in your house. That is why it is not good weke kama ni wazee, sio mzuri weke picha ya wadada wale wa zile za nywele zinaitwa nini zile, wale wadada wamepigwa na nywele. Unajua kila wakati ukifunga macho utakuwa unaona. So it is not good to put some pictures. Weka ya mzee yako hapo ama weka ya bibi yako hapo tu. So visual is very important. So you write down a schedule, a certain task. You say on Tuesday I want to be praying. Then maybe you put an exact time. You say, maybe you can say from 6 to 6 in the evening, I will be praying and I will not take anything. Or you decide what are you going to take. Now, in that scheduling, you make sure that you wait for the exact time.
You wait for the exact time. Ngoje mpaka wakati ile uliandika. Niliona katika shule tulikuwa tunaandikiwa ile ambayo inaitwa timetable, ile timetable. So we used to follow it. Tunajua kwamba wakati fulani, saa fulani ndio mwalimu fulani anaingia darasani. So we used to follow that. So what you are supposed to do when you schedule a certain task, you wait for that exact time. Kama ni 6 unaanza 6 exactly 6. Unaanza exactly 6. Number 2, stick to the schedule. Stick to it. Sema nitafanya. Kama ni kuomba nitaomba. You stick to it. Unakwamilia. Maana kuna vitu ambavyo vitakuja kukuondoa. Mtu atakuja kukuambia nataka nikupeleke lunch. Saa 6 kamili on the dot. Na si lunch ya kawaida, lunch, heavy lunch. Na nakupeleka wapi? Sunshine. You might find yourself, if you are not sticking to what you schedule, utakuta kwamba umevunja kwa sababu ya meal. You might break it. So you will not be self-disciplined kuhusu kuomba. So you have to stick to that schedule. And then number 2 or number 3, track your process. How do you process? Ukianza 6, ikifika pengine saa 2, you can track to see how are you faring on. Je, umeweka kabikiji kwa mdomo unatafuna? Is there progress? Is there progress? Are you progressing? How many temptations have you got since you declared you want to fast? How many temptations? So you track it, unaifuatilia kuona kama unaendelea. Keep record. You keep that record. You keep it that every Tuesday I will be fasting from this time up to this time. You keep that record. Number B. That was number A. Number B. Prioritize the list. Prioritize that list. For instance, you are going for a shopping. Maybe Ukwala, ama let's say Taskis. Then in the house, what you are supposed to do, you write all things. Unaandika kutoka ya kwanza unahitaji unga, mpaka ya mwisho unahitaji doli. Unaandika yote, andika tu yote ile unataka. Andika zote. Then now you come back and prioritize. Do you know what is prioritizing? Yeah. First come. You say now, doli is not so much important. I can do without doli, but siwezi kufanya bila nini? Sukari. So unaleta sukari ya kwanza. But you see our problem, self-control inamaanisha kwamba lack of self-control means you want to do something, but when something else come in, you break the first one and then you enter the second one. So already you have lost. What you are supposed to do is that you prioritize. Weka katika mpangilio. Panga, andika. Nataka sukari, number 2, number 3 inahitaji, number 4 nahitaji, number 5 nahitaji. Kama wazee tuko na majukumu ya nyumba. Pengine kulipa nyumba, kuna karo, kuna pengine nataka kununulia mtoto kitu fulani. So you prioritize, you put in a list. And then that list exactly, you stick to it. You stick to see that you do that exactly. So that this is a way of learning that you can be self-controlled. And when you pass this test, it means that you can do anything else. Number C, do not be put off by a challenge. Now, when you decide to be a self-controlled person, when you decide to do something, we have challenges which come on our way. Like for instance, maybe you have decided you want to be a choir member, you want to be a praise and worshiper, you want to be an usher. So always, these are priorities in serving God. But always we have challenges which comes on our way. So it is about refusing to be put down by any challenge which comes on your way. If a challenge comes, make sure uishinde for the sake of practicing to be self-controlled person. Kuna wakati unaweza kuamua kufanya kitu lakini unashindwa kufanya kwa sababu kuna events zinakuja. Kuna challenges zinakuja na unasema acha niwachane nayo. Kwa mfano umeamua kujenga nyumba kama wewe ni mzee. Then all of a sudden you find yourself pengine kazi you are demoted or something comes on your way. So you find that it's a challenge which has come to make you not to do what you had planned to do. Remember, we are moving by faith. Praise God. The last one. I said you visualize your task, timetable. You write it down. Many people, we don't write even our dreams. They will never come to pass. Ask me why.
Because always in your mind, you have so many things. Let me tell you this. Even the house you want to build, hata ile nyumba unataka kujenga siku za usoni, ni mzuri kuchora na ni mzuri kutafuta na kuweka mahali. So that each and every time you remember that you are to build a house like this and this and this. Why? Because in this world, there are so many houses which are so good. Each and every day they come, they revolve. So what you are supposed to do, you are supposed to write down your vision. You are supposed to write down something which you want to do. This will help you so that you can stick exactly to that. You will not be swayed by anything else. Friends will come on your way. Watakwambia na hii nyumba ni mzuri. Wachana na hiyo. But you know what? You are supposed to write down. You are supposed to write down how you are supposed to perform even in your job. Hata kwa kazi yako ufanye biashara unastahili kuandika chini. Write down. Write down. You are supposed to write down and stick somewhere or in your books. Everybody must have a book of writing down. Don't make your brain to be so tired by carrying everything, because they will be swayed out. Zitafagiliwa na zitaondolewa. But when you write down in the wall, you make sure you draw it, write down visually, make sure you want this and this and this, you put it down. Because when you are dreaming, even it is good when you dream, after dreaming it is good sometimes when you wake up in the morning or that night, because the devil is a liar and he comes to fagia out. So what you do, baada ya kuota kitu fulani ambayo unataka kufanya, Mungu akakuletea kitu katika ndoto, ni vizuri sana hata kuamka usiku hiyo na kuchora ama pengine kurekod. Those who bring up the songs, wale ambao wanatunga nyimbo, God can bring you a song in a dream. What are you supposed to do? It is good for you to have a recorder. Have a small recorder. Wake up at night, sing kidogo na ufanye nini? And then you record. The recording you sleep. In the morning, when you wake up, you will have forgotten. What will happen? Put on the tape. That thing will remain, and you will sing that song. How many people dream, and after dreaming, they forget everything? Mtu anakaa anasema niliota nini hiyo kitu inaenda hivyo. So self-control means you write down. When do you want to marry kijana? Ama unataka kuolewa lini msichana? That is why wasichana, we are just hanging. We are just waiting for anything to happen. You are supposed to write down, I want to be married by this age or by this year. Put it down on the paper so that you will stick to that. You will stick to that. You will stick to that. If you are 20 years and you want to be married when you are 30, write and say, I want to get married when I will be 30 years, and you write it down. Mtu yote akikuja hapa katika namwambia no. There's something I have written down and I want by this day I will be okay. I will be okay. God bless you. God bless you. Be self-control by doing what? Visualize what you want to do. In fact, we should learn these things on how to write. Kuandika, andika vitu vyako. Andika vile unataka kazi yako ikae. In future, what do you want to do? What about your huduma yako unataka ikae aje? Muimbaji unataka ukae namna gani? Juzi nimefika mahali nimeanza kudesign hata mimi nguo yangu, because I told you my dad is a mentor. I used not to buy any atikwenda kwa fundi kupima nguo. Hakuna wasting of time hiyo kwenda kupima nguo, achana na hiyo. So juzi nikaanza hata mimi kufikiria, nikasema okay, now I want now to start to draw how I want my clothes to be. Nataka sasa hata mimi nichore. Na nimeona inanisaidia kwa sababu sasa it becomes, naona sasa kuchora kwa kitabu na nafuatilia hiyo. Ukipata kamia unakimbisha kwa fundi. Sasa tunakula mandazi tu kwa sababu no, now you are taking to fundi because there is something you have written. God bless you.